Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Nikusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi ndugu yako Adam Komba kutoka kwa Pastor na Bishop Anton Michael Asenga. Ndugu, ningependa nikushirikishe neno hili la Mungu linaloweza kukusaidia kwenye maisha yako. Neno hili linatoka kwenye kitabu cha nabii wa Mungu Isaya sura ya 43 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema hivi: huyu anayesema ni Mungu, anasema mimi, naam, mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Anasema mimi, naam, mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Mwokozi ni nani? Mwokozi ni mtu yoyote au nguvu yoyote inayoweza kukusaidia kukutoa kutoka kwenye shida fulani kukuleta kwenye uzima, kukutoa gizani kukuleta nuruni, kukutoa kwenye matatizo kukuweka sehemu ya amani, sehemu isiyo na matatizo. So hapa Mungu anasema yeye kwamba zaidi yake yeye hakuna mwokozi. Manake tunapopita kwenye changamoto, tunapopita kwenye shida, tunapopita kwenye matatizo, iwe ni maisha binafsi, iwe ni maisha ya kifamilia, ukoo, jamii, taifa, mwokozi wa kweli awezaye kutuokoa kwenye hizo shida, kwenye hizo changamoto ni Mungu. Watu wengi wanatafuta wokovu, wanatafuta kuokolewa, lakini wanaamini sana kwenye nguvu zao, wanaamini sana kwenye juhudi zao, wanaamini sana hadi kwenye damu zao. Wako lazima wamwage damu zao, wamwage damu za familia zao ili wapate wokovu, kitu ambacho sio kweli mbele za Mungu. Mungu anasema zaidi yake yeye hakuna anayeweza kuokoa, na kwa msingi huo lazima kunyenyekea kwa mkono au kwenye mkono wa huyo Mungu mwenye nguvu za kuokoa ili aweze kukusaidia. Jambo lolote ambalo unatafuta wokovu, unatafuta msaada, hauoni njia, Mungu anasema zaidi yake yeye hakuna awezaye kukutoa kwenye hiyo shida. Sasa nini ufanye? Nyenyekea chini ya huo mkono wa Mungu ili aweze kukusaidia. Jifunze kumtafuta Mungu kwa njia ya maombi ili aweze kukusaidia. Jifunze kuzijua njia za Mungu mbalimbali zinazowatoa watu kutoka mautini ili ziweze kukusaidia. Biblia inasema na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Maana njia za kututoa kwenye shida, kwenye changamoto anazo Mungu. Vizuri kujifunza neno la Mungu ili uzijue njia zake za kututoa kwenye hizo shida. Iwe kwenye level za kitaifa. Mnapoona taifa lina shida, wa kuweza kunyenyekea au njia ya kufanya ni kunyenyekea kwa Mungu atupe njia za kututoa kwenye hizo shida. Tunapoona jamii zetu zina matatizo, njia za kutoka au kupata wokovu zinapatikanaga kwa Mungu tu. Usijishughulishe kwa namna yako wala kwa nguvu zako kutafuta wokovu. Maandiko yanasema mwokozi ni Mungu na njia za kutoka mautini zina yeye, na zaidi yake yeye hakuna mwokovu. So Mungu wa mbinguni akusaidie sana, ujifunze kutegemea wokovu wa Mungu kwa kuzitegemea njia za kimungu ili ziweze kukuokoa. Amen.